Danieli 8 tukasoma Danieli 9, si ndio? Kuna mtu anakumbuka kile kitu tulimia ama ilipotea hivyo? Sasa tunaendelea tuna pale na tuone mata malizia. Sasa tunaanzia Mathayo 20 ngapi? 24. Tusome kuanzia 1 mpaka 3. Yaani tunaenda tukiendelea mpaka tufikie mahali tutafika. Mathayo 24 kuanzia 1 hadi 3. Mathayo 24 kuanzia 1. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamuyayoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Tatu nasema sawa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako ya mwisho wa dunia? Sawa. Sasa ni kuendelea tu na kile tulikuwa tumejifunza pale, kwa sababu tumalizie. Niliwaambia ama huwa anasema kila wakati, na huwa napenda kusoma hapa, maana hii ndio map ama direction ya kujua siku za mwisho, si ndio? Ndio. Sasa hebu tuende Marko. Tuende Warumi 1. Tuende Warumi 1. Navigi ita tafsiri ama? Itabidi utafsiri. Ndio, kwa sababu ya mama, si ndio? Taenda pole pole. Sawa. Hebu naenda Warumi 1:21. Warumi 1:21. Arome 1:21. Arome 1:21 nikaga atiriri. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru, bali walipotea katika uzuzi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Utasoma akurudia tafsiri ama ni sasa tunasema ndio hicho. Sawa, hebu rudia ndio upatane, ndio tupelekane na mtumishi. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Yaani watu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Kama ndiye Mungu. Ndio maana nyireka imatia Mungu tsendagai. Wala kumshukuru. Kana matia mushoka iliaga. Mbali walipotea katika uzuzi wao. No maulile ni ndo wao akanu wao. Na mioyo yao yenye ujinga. Na koroshi yao sio nolimu. Ikatiwa giza. Sigekewa duma. Sasa unajua watu wanafikiria, waliona hiyo mioyo yao, unajua wanaona ni werevu, lakini mbele ya Mungu hiyo mioyo yao ni yenye ujinga. Twende. Inaendelea kusema, wakijinena kuwa wenye hekima, walipopazika. Yaani walijiona wenye hekima lakini wamekumbazika. Twende. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Sasa waliubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu. Twende. Kwa mfano wa sura ya binadamu. Fika hapo mtumishi abadilishe kwanza. Yaani waliubadilisha utukufu wa Mungu, si ndio? Ndio. Makigarura ulili wa Ngai. Asiye na uharibifu. Yaani Mungu hana uharibifu. Hiyo utadiraga. Kwa mfano wa sura ya binadamu. Makimusha janilia na umudu. Aliye na uharibifu. Mudu uliokuwa. Na ya ndege. Kana nyoni ciarera-ini. Na ya wanyama. Kana nyamu.
na ya vitambaavyo. Sasa walibadilisha, bila hiyo picha iko mbali. Walibadilisha yani sura ya Mungu wakaweka na kuabudu mwanadamu. Ndio. Sasa wakabadilisha utukufu wa Mungu, si ndio? Ndio. Ngoja tuone kama tutaiona. Endelea, nitarudi hapo. Haya, inaendelea kusema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Kwa hivyo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo zao, kwa gorosi yao, waufuate uchafu, marumirira giko, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Kwa hivyo ni heshima gani ambayo mwili yangu iko nayo, ama ni heshima gani mwili wako uko nayo? Ndio wanadamu walivunjiana. Nikiteo kiriko kithini wa mwili waku kigatumire magadira giteo. Kuna mtu anaweza kuwa na hiyo jibu anipe? Ni heshima gani watu walivunjiana? Nikiteo kiriko ndo maimanire. Ne mundu ungejira. Nani ako na Biblia? Jifunze kubeba Biblia na kusoma. Kwa sababu kama ungekuwa umefika hapo umejua, kwa sababu iko tu hapa. Si Biblia ndio? Ile kitu watu walivunjiana. Ni katika hali ya utakatifu wa doa. Utakatifu wa doa. Ndivyo sasa walibadili. Kabisa. Hiyo ndio watu walivunjiana heshima ya mili yao, kwa sababu mwanamke ameumbiwa mwanaume na mwanaume ameumbiwa mwanamke. Ati mundu ajobirwo mundu rume na mundu ajobirwo mundu aja. Sio mwanamke ameumbiwa mwanamke na mwanamke ameumbiwa. Ati mutumia kwa mutumia kana muthuri kwa muthuri. Endelea na hiyo andiko. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Maana ulile mayaga ikometua maheni. Sasa hiyo kweli, maana Mungu si ameumba hivyo vile ameumba. Sasa wakabadilisha ukweli wa Mungu vile ameumba, maana hivyo ndio ukweli Mungu ameumba. Sio pile mundu kwa mundu na kwa mutumia ri makigarura mutumia kwa mutumia kana mundu kwa mundu. Sasa hiyo ndio wamebadilisha ukweli ya Mungu wa Mungu. Si pale ilisema wamebadilisha wakaabudu wanadamu, si ndio? Ndio. Kwa mfano wa Mungu. Sasa makehoya mundu. Sasa si hapa wanaabudu huyu. Ale matikehoya rocio ri. Si wanamwabudu, wanampigia magoti. Turageria marucio. Maana hakuna hata president wakikutana naye anakosa kupiga magoti. Kuinama na kukisile pete. Atiore yale inama yoginya ni adhamaki. Sasa ndio Biblia inasema, maana ukisoma Biblia inaenda direct tu hapo. Na Biblia dia au direct haleluya. Haya, tuende. Wakasujudia kiumbe, ndio nilikuwa natafuta kiumbe hapo ile wanasujudia na kukiabudu badala ya Mungu. Sasa wakasujudia kiumbe, wakakiabudu badala ya Mungu. Twende. Anayehimidiwa milele, amina. Kwa hivyo Mungu ndiye anaabudiwa milele, amina. Ndio. Na yeye ndiye anafaa kuabudiwa. Sasa hao wakaabudu kiumbe badala ya nini? Ya Mungu. Haya. Imefika ngapi? Naenda 26. Sawa. Tafika 32. Ukifika 32 utasimama turuke. Haya, 26 nasema hivi. Twende. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Kwa hivyo Mungu aliwaacha wanadamu wafuate tamaa zao za aibu. Safi. Hata mwanamke wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Sasa mwanamke akabadilisha matumizi ya asili na kwa yasiyo kwa ya asili. Ndio. Si hapo mtu anaelewa. Mundu aja akigarwa miturire ya ile ya Ngai obire. Makimegarura. Si hapo watu wameelewa? Ndio. Haya, tuende. Wanaume nao hivyo. Pia wanaume wakabadilisha hivyo. Walioacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume
wakiyatenda yasiyopasa. Si unaona hata yenyewe imejibu tu. Maana kuna kitu mtu inafaa uongezee hapo. Bana. Tumia adhomena wa makelele ya rumia yake. Wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao walio haki yao. Sasa hiyo ni malipo, si ndio? Ndio. Na Biblia imesema pale, Yesu alisema aje, alituambia aje katika ukirudi usisome, ukirudi Mathayo 24 kuanzia 1. Tuthomete Mathayo 24 kwa pia mwali wa mbere. Ukisoma hapo inaambia jinsi kulivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo kutakavyokuwa wakati wa kurudi kwake mwana wa Adamu, si ndio? Kwa hiyo ndugu wako kwa hii tarehe au kwa mwali wake. Jinsi kulivyokuwa wakati wa Lutu ndivyo kutakavyokuwa wakati wa kurudi kwake. Nataka kwa hiyo mahida maro tinogo wako kwa mahida maro wako. Sasa si hayo mambo ndio yalikuwa akitendeka huko. Ndio. Ndio tumemeka higo ya Nuhu. Na si hayo ndio yanatendeka saa hizi. Haite mama yake ka. Na tumeambiwa tutakapoliona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, si ndio? Ndio. Alafu tunaambiwa pale, nimesimamisha hiyo kwanza. Alafu tunaambiwa pale wanyama 4 watatokea duniani, si ndio? Ndio. Wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Ndio. Na huyu wa 4 ndiye amechukua tabia ya wafalme wengine wote. Ndio. Kumaanisha Mbenda mbio nimesahau mtumishi anafaa kutafsiri. Na nikule nyamo inya thine cioneke thine worathi na nyamo ino ya kana niyo geka ati ndio itafanya ndio imechukua tabia yote ya hizo falme zingine. Na niko ya mtugo wa nyamo ishike ciothe. Sasa tutarudi hapo, acha nisimamishe hapa kwanza. Watoto, hii kitabu ni kitabu gani? Nani wanatumia hii kitabu shuleni? Yana no ne mahothagira ibukure thukuru. Wale anatumia wainue mkono juu tuone. Ama mmepita hiyo? Wale wako hapo mmepita? Wamepita, si ndio? Hii ni kitabu ya shule, inaitwa nini? Hebu sauti nisikie. Sasa niliambia mwalimu mwingine wanadanganya watoto shuleni, akaniambia wewe acha kwa nafikiria sisi tunadanganya watoto shuleni, nikamwambia mnadanganya watoto shuleni. Ndio mwalimu ukimhanagesha na dhukuru. Si ni kitabu ya shule? Ndio dhukuru ya dhukuru. Unione kama tutapata. Imeandikwa aje? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wameanza na Sunday. Sasa ukiwaambia wamedanganya watoto umekosea. Sasa si ndio hivyo ndio inafaa? Ndio. Hata tuko kwa hiyo Sunday aje ginya Saturday. Na mbona unaambia watoto ama watu waende shule au waende kanisa? Ndio kama tumelema. Sunday na umeanza Sunday ndio siku ya kwanza kabisa sana leo ni kitabu ya shule. Sasa ni mtu anapotea kwa kujua. Adoma kwa mwana ni kwa home. Haya, wacha turudi pale. Ni vile imekuja pale tu nikaona wacha tuionyeshe. Kuna haya, rudia hapo, endelea na mahali ulikuwa unasoma hapo. Ilikuwa inaendelea kusema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu safi katika fahamu zao safi, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Sasa Mungu aliwacha watu wafuate akili zao zisizofaa, wayafanya yasiyowapasa, wamejawa na udhalimu na kila namna. Kufika hapo kidogo, mimi hata nataka kuongea na sisi wale tuko hapa, wale wa Kristo tuko hapa, si ndio? Ndio. Si tunaona ni makosa kile watu walifanya, si ndio? Ndio. Kama uko na ng'ombe yako, ipeleke kwa ndume, wacha kupatia nini? Wacha kuita
Maana hiyo nayo utakuwa unaenda kinyume na maandiko. Kwa hivyo hata ukichukua hii Biblia, kuna mahali Mungu amepatia ama ng'ombe, si ameunda ng'ombe ya kike na kiume. Ndio. Wanyama hivyo. Ndio. Aliambia Adam ng'ombe ikitaka mbegu aipatie. Kwa hivyo unaenda kinyume na maandiko. Hiyo ni kinyume na maandiko. Haya, twende turudie, endelea na hiyo andiko. Ilikuwa inaendelea kusema namna haya, uovu na tamaa za ubaya safi wamejawa na husuda, twende, na uuaji. Sasa tusikize hapa vizuri, watu wamejawa na nini? Husuda na uuaji, twende, na fitina. Sasa hizi siku watu watajaa na ushuhuda, fitina, mauaji na hadaa. Na kuandaa, yani kuandaa ni uongo. Na maheni. Nakuja na kuambia nisaidie hii simu nifanye nini, alafu na kuhenia na adhimu ungashoka aka. Na kuandaa ni kukuandaa ni kudanganya mtu, si ndio? Ndio. Kumnyang'anya. Sasa si tabia, unaona maana ya huyu mnyama? Ndio. Na nyama eno. Hiyo rangi yako nayo. Rangi nayo. Yaani zile madoadoa zile ako nayo ni ukweli na uongo. Yaani ana mix uongo na ukweli. Ngoja ni mahali na na ndio mfalme wa aina ama utawala wa Kirumi ndio unatawala dunia yote sasa kutumia upapa. Ndio maki wako. Haya. Ndio maana ya ile chui. Galene koragwo na marangi tofauti. Sasa madoadoa. Kwa hivyo hizo tabia zote zile zimewekwa kwa huyo ndio inatumia pale. Tabia ukiona hasa tabia zote hizo zilikuwa kwa hawa wanyama wote ndio ziko pale. Sasa hizo tabia ndio bado ziko na hiyo watu wa kuabudu, yani ufalme kama wa Ugiriki. Ufalme wa nini? Wa Medo and Persia. Sunono walikuwa naabudu nani? Mwanadamu. Sunono waliambia hao wakuu wale wa wilaya wale walichaguliwa na Dario. Walimwambia aje? Dario abudiwe. Abudiwe, weke sheria kwa sababu hawezi pata Danieli na nini? Na lawama yoyote, si ndio? Mayigira matiga na Danieli mahitia mage otiga mumweheike kwa Ngai wake. Waweke wamchua kwa hiyo sheria ya Mungu wake ndio watampata na hapo, maana hawezi kubali kuabudu mtu, si ndio? Ndio. Sasa hizo tabia zote zikawekwa hapo. Haya. Endelea kusoma kidogo. Ndio turuke. Inaendelea kusema ukifika 32 usimame. Sawa. Watu wa nia mbaya. Sawa. Wenye kusengenya. Twende. Wenye kusingizia. Sasa wale watu wa kusingizia waongo. Wenye kumchukia Mungu. Unaona? Yaani wewe ukisingizia ama nini wewe unamchukia Mungu. Twende. Wenye jeuri. Watu wenye jeuri. Wenye kutabakari. Twende. Wenye majivuno. Sasa watu wako na majivuno. Wenye kutunga mabaya. Watu wanatunga mabaya, yani kama waamani. Wasiotii wazazi wao. Yule mtoto haogopi mzazi wake. Ati mzazi wake. Unaona hapo tayari iko hapo. Inafaa mtu uogope mzazi wake. Lakini saa hizi watoto hawatii wazazi. Wanajiita na ufahamu, wanajiita majenzi na hamna ufahamu, hawana kitu wanajua. Majenzi na utii domo wewe. Wanajiita jenzi na kumbe hawana cha ufahamu. Hakuna. Ndio wanaenda pale wanapigwa marisasi wanauawa. Hatunaandamana. Na makadamana. Unaandamana nini?
Watamani laki. Alafu unapigwa risasi unauawa. Umefaidi nini? Wakuwa tooneki. Naenda hasara. Angalia huyu atatizo wazi tazama. Sasa haya, endelea. Haya, wasiotii wazazi wao, safi, wasio na ufahamu, hawana ufahamu, wenye kuvunja maagano. Sasa wakiekeana ahadi wanavunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Imeishia hapo. Imeishia hapo. Ndio. Sasa hebu chukua hiyo last day event. Soma page 17. Tutafika page 20. 17 asiye ngapi? Anzia tu kuna 17. Anzia hapa. Ulafi tunasoma mpaka tutafika 20. Tutaenda tu pole pole. Tutafika 20. Haya, inasema ulafi na kutokuwa na kiasi. Hebu ambie ni kitabu gani kwanza unasoma hiyo? Inajiita Matukio ya Siku za Mwisho. Last day event. Twende. Haya, ulafi na upotofu wa kiasi vipo. Gukoroka na kura kwa mitugo. Penye msingi wa anguko kuu. Lemudhigwa kwa koneneli. Na upotofu na maadili. Wakura na kwa mthiere miagali. Katika ulimwengu wetu. Nino wa mutorire litore. Shetani analifahamu hili. Shetani yoyo ndo wega. Na daima huwajaribu. Yale yakobogaia. Wanaume na wanawake. Atumia na adhuri. Waendelea ladha ya kiojo. Kiojo. Waendelea ladha ya kiojo. Kwa gharama ya afya na hata uhai wenyewe. Kula, kunywa na kuvaa. Kulia na kunywa na kwehumba, kulia atumia na athuri. Yamefanywa kuwa lengo. Ni muoroto wa riri. La maisha kuwa ulimwengu. Na maisha mutorira wa gũkũ thĩ. Sasa unaona mpaka kuvaa, kukula na kunywa. Ndio. Sasa sisi tu, yani wale tuko hapa, tujaribu aje kuvaa kwetu kusiwe kuvaa kama watu wa mataifa, watu wa dunia. Maana ukisoma pale Mwanzo 6, si ndio? Kiambia dada tu. Inasema ni 6 kama ni ngapi? Yaani wana wa Mungu waliona wana wa Mwanzo 6. Wakafanya nini? Wakaoa. Ati ciana cia Ngai icio ni ciana cia andu ikimehikiria mundu uria endaga. Unajua hao ni watoto wa Seth? Ni ciana cia Sethi. Na watoto wa nani? Wa Kaini. Sasa Mungu hakutaka watoto wa Seth waoe watoto wa Kaini. Kaini ndio ciana ngededa Kaini na ciana cia Sethi mahikani. Tulikuwa tumeongelea hapo, maana wale watoto wa Kaini walikuwa wanavaa, yani wao wasichana ndio unaona wanavaa tumbo iko nje, ciana cia andu ciekagira mihumbira miuru. Yani wamekaza makalio ionekane. Sasa watoto hivi wakaona hao ndio wanafaa. Mungu akakasirika. Makiona andu athi nio magereire. Ngai akiraka. Haya, endelea kusoma hapo. Hali ya mambo imekuwa sawa na ile iliyokuwako kabla ya gharika. Na hali hii ya ubadhilifu ni moja ya ushahidi bayani wa ukaribu wa kufugwa kwa historia ya dunia hii. Hapa kuna leta, inasema leta. Sasa hiyo ni kitabu kingine. Lakini picha ambayo ufuvio umeionyesha ya ulimwengu uliokuwako kabla ya gharika huwakilisha kuwa usahihi mno, hali ambayo ulimwengu wa sasa unaharibika
kuiendea. Sasa ati picha halisi hiyo ikuweko wakati wa gharika. Ndio ulimwengu wa sasa unafanya nini? Naiendea. Unaiendea. Tendisere aligo ya nuhure no godere na kuona bise ona mahida. Unajua hapa hivi ni juzi imetokea hii. Wewe unaona kuna nini hapo? Ndio imeisha ikuele. Ukiona hale. Inaonekana ni mvua ile ya mafuriko. Wewe unaona kuna watu wanaweza kuwa bado wako hapo? Hakuna. Hata kwa kutikaletia ndo muyore wa mayo kuweta idogo. Si unaona ni hivyo inaendelea, lakini watu hawana habari. Hawana habari. Watu hawana habari. Sasa tutafikia kwa majumba. Unaona hiyo inaanguka. Si unaona inaanguka na ni mzuri. Ndio 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 kwa hata kwa. Zile zinajengwa na Ruto. Zile mrefu. Sasa hii ni Brazil. Eno pole Brazil. Sasa unaona? Si unaona vile ina nini? Ni mbele. Sasa inaenda na wanakuambia itaendelea hivi, si ndio? Haya, soma. Haya, inaendelea kusema, tunajua kwamba Bwana anakuja mapema sana. Yaani Bwana anakuja mapema sana. Tunaona hii ni magari lakini nakaa ni kama machupa ya maji. Ndio. Naona gari hizi ni kuetore maji. Nakaa kama machupa ya maji. Inapelekwa baharini. Inabebwa kama machupa. Yule yaonekana dhino wazi kuetore maji. Na usisahau watu walikuwa ndani kwa sababu ni barabara watu walikuwa wanaendesha. Na kuna ado leini. Kwa hivyo haya magari yote yako na nini? Ya watu. Yanaelekea wapi? Baharini. Mara tiji ine malitero moyo. Uwezi shuka hapo. Utashuka wapi na ndio kunaanguka na ndio kunaendelea? Utashuka ukienda wapi? Sasa na wakati ule tulisoma wana wa Isakari walikuwa na wana 200 walikuwa wanajua nyakati. Sasa wale watu wajua wanaona tu ni kawaida, si ndio? Maana maudo matari wa kawaida, masidame ya mahida marea tuli. Lakini tuliambiwa ni nini? Hizi zote ni sign, si ndio? Maudo maana sign si ya mahida mwisho. Aendelea. Unaona? Hakuna nyumba imenini na unajua watu walikuwa kwa sababu obvious mvua ikinyesha utakaa nje ama unakaa ndani ya nyumba? Ndani ya nyumba. Yule ikara hajakaa ndani ya nyumba. Haya, angalia. Ndio nyumba ile bure handi ya kule. Si mnaona mahali tunaendelea? Na unabii unaelezea. Na Yesu alisema ukiona hivi ujue yuko mlango. Yuko mlangoni. Muona maoto mama mwenyewe ya kuego. Na watu wengine wanasema hapana, bado tunakaa miaka ingine bilioni. Endelea. Ulimwengu uliokuwa kwa kabla ya gharika huwakilisha kwa usahihi mno. Sasa unaona pia hapa, unaona pia watu wako wanasombwa. Ni vile haionyeshi vizuri. Unaona pia watu wanasombwa. Haya, inaendelea kusema. Twende. Usahihi mno. Hali ambayo ulimwengu wa sasa unaharakisha kuiendea. Sasa ulimwengu wa sasa unaharakisha kuiendea. Tunaona yote hiyo. Na unaona hii ni town. Tunaona ni town. Unaona ile town. Unaona vile imebaki. Unaona retigeto. Philippines, Jamaica, Brazil, Spain. Mafurori mamothe momena maraona kilio watu. Hata juzi ya Kenya hapa hii ilikuwa hapa simuli ilikuwa umeona ikitangazwa. Kulikuwa kunaitwa Marakwet huko. Bahari waibebwa na magari. Mahali kuliporomoka kabebwa hata Naivasha hapa. Hata Maima hiyo hapa. Si hata hiyo masisi kulionyesha ilikuwa news watu 13 wenye walikufia huko. Haya, si unaona? Nimeona no gija mafurori mage maliona beyoro. Na pale tulisoma katika Mathayo imesema kutakuwa na matetemeko mahali, si ndio? Ndio. Toni akona idhiki viado na alafu njaa mahali na mahali. Vita itakuwa, si ndio? Ndio. Na si ndio inatendeka? Ndio inaendelea. Na bado watu wamefumba macho hawaoni. Bado no maigeto mailo matirona. Twende.
Naendelea kusema hivi. Tunajua kwamba Bwana anakuja mapema sana. Safi. Ulimwengu unaharakisha kuwa kama ulivyokuwa katika siku za Nuhu. Twende. Umejikita kwenye kuendeza ubinafsi. Kula na kunywa hufanywa kupita kiasi. Kwa hivyo watu wamekuwa walafi, kula tu na kunywa. Safi. Watu wanakunywa vileo vyenye sumu. Sasa watu wanakunywa vileo vyenye sumu ambavyo huwafanya kuwa wehu. Wacha hata sio pombe peke yake. Hata si ni vileo vyenye sumu. Na watu wanakunywa, unaona vitu vingine tunakuwa tunanunulia watoto 10 bob. Hapa. Tunakuwa na marangi hivi na inaitwa nini pipe na sijui vitu gani. Na kama karakalia endelea kupea mtoto sumu. Hiyo ni sumu. Na kuwekea mwana sumu. Na lollipop. Hizo vitu zote ni masumu hizo. Ndizo zio za sumu. Nafikiria ni chakula na kumbe ni sumu. Ni sumu. Twende. Naendelea kusema. Katika siku za Nuhu, watu walio wengi zaidi walipinga kweli na walipenda sana uongo. Watu wa saa hizi unaona wanapenda ukweli ama wanapenda uongo? Wanapenda uongo. Hatuwezi kushimona makena maandika ni uhoro wama. Si unaona wanapenda uongo? Ndio. Hata ukahubiria pale ni watu utakuta ni 3, 2, 4 wamesimama. Lakini waweka hapo kujiachilia, punguza stress. Watajaa. No, ukilia kuroga na vituko ni vile mimi asijui kubadilisha sauti. Lakini ukienda hapo hebu mtumishi kama unajua kubadilisha hii sauti ile ya kukoroma. Ile pia si moyo. Watajaa hapo. Watajaa kujaa. Na waambie watapokea magari, utaombea, watabarikiwa. Kuna mwingine yako hapa South Africa amepigwa kwa sababu watu walikuwa wanatoa sijui ni hizo pesa za huko. Ni kama 15,000 hivi kuona mchungaji, alafu aombee mambo yao ibadilike. Sasa watu wameenda wakamkuta wamemtaandika, wamwambia kutoka apewe hizo pesa, aoni kibadilika. Sauli Afrika ya Mungu jio kile kilikomeza wanawe agaruria ni muturia no matira agaruriro wewe thimathire kumuhura ati unaenda kuona mchungaji. Sasa wewe una nini? Ati nikikuja nikuone lazima nipeane 15,000 ati nione mchungaji na ukienda mwa 15,000 na bado waoni ati ni agarurira muturia wako na ndaragarura. Twende. Nchi ilijaa furugu, vita, uhalifu. Ati nchi ilijaa nini? Furugu. Vurugu vurugu yani zinaendelea saa hizi. Siko. Kwa hivyo twende vita, hiyo kayo la bara, uharibifu, wanake kiwaido, mauaji, uragani. Ndivyo yalikuwa kawaida ya siku hizo. Na wao kwa maisha maana. Vivyo hivyo ndivyo itakuwa kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Kwa hivyo hayo maneno yote yanayotokea saa hizi, si unaona hata nabii anasema haya yatatokea, na ndio vile Yesu mwenyewe alisema yatatokea. Na ndio hata nabii anasema hizo vurugu yote itatokea. Sasa ole wao wale wanaenda kuandamana, wanatimiza unabii mahali pabaya. Kulumona ya maji kwa andamana makati jora ninajira itagereze. Si hao ni watu wanaenda. Ndio. Wanapelekwa na maji. Wanapelekwa. Unashikilia miti na anakuambia hata mimi nikuelekea naelekea. Ale maema matwara. Matwara mai. Unashikilia miti na anakuambia hata mimi nikulemewa ni kuanguka na anguka. Mnasomba nayo yote. Wewe asia atakuongelea huko. Na kama hujui kuogelea utaona mnasa, hata ukiogelea unaenda wapi? Ni maji na kuja na nguvu. Ikiwa inapeleka mpaka lori imekuwa ni karatasi.
Tuendelee. Twende. Haya. Vyama vya wafanyakazi hutikiswa kwa haraka kufanya furugu. Twende. Kama matakwa yao hayakubaliwi. Kama yani matakwa yao hayakubaliwi, yani kile vyama vya wafanyakazi ama wafanyakazi wanachotaka haikubaliwi, si ndio? Ndio. Inazidi kudhihirika kwa wazi zaidi. Turuke kidogo. Tumefika hapa. Maliza hii 17 alafu tuende pale turuke ndio tuchukue muda mwingi sana. Na zaidi kuwa wakazi wa ulimwengu hawafikiani na Mungu. Hakuna. Kwa hivyo watu wakazi wa duniani hawafikiani na nani? Na Mungu. Sasa kama ufikiani na Mungu, si Mungu anakuacha? Anakuacha. Uende vile unataka. Twende. Hakuna nadharia yoyote ya kisayansi iwezayo kuelezea mwendo wa taratibu wa tena. Vuka huko kwingine. Anzia hapo, acha tuvuke. Acha tuvuke. Twende hapa. Haya. Anzia hapa. Alafu tafika tu hapa. Haya, inasema vita na maafa. Tufani inakuja na yatupasa tujiweke kwa ajili ya ghadhabu kwa kufanya toba kwa Mungu. Kwa hivyo tufani inakuja, inabidi tujiweke tayari kwa kufanya toba kwa Mungu. Na imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Twende. Bwana ataondoka na kuitikisa dunia. Na unaona inatikizwa kwa kitizo. Yaani moto inatoka tu from nowhere inachoma. Na hakuna mtu anaweza kuizima. Hakuna. Twende. Tutaona taabu pande zote. Maelfu ya meli zitatoshwa katika vilindi vya bahari. Manawali zitazama na maisha ya mamilioni ya watu watatolewa kafara. Sasa unaona ni watu ni hawa kubwa wanatoa watu nini? Kafara. Meli zikizama, accident, unaona hiyo ni nini? Ni makafara. Si unaona? Ndio. Haya. Mioto italipuka pasipo kutegemewa. Rudia. Mioto italipuka pasipo kutegemewa. Sio hizo. Mioto italipuka pasipo kutegemewa. Safi. Na hakuna juhudi za kibinadamu zitakazoweza kuizima. Hakuna juhudi za binadamu zitaweza kuzima huo moto. Labda tu ni Mungu mwenyewe aone huruma. Twende. Ikulu za kidunia zitafagiliwa mbali katika ghadhabu za moto. Sasa hizi ni state house. Ikulu za dunia zitafagiliwa kwa twende. Maafa katika reli yataongezeka zaidi na zaidi. Machafuko. Maafa katika reli zitaongezeka. Hata juzi nimeona ingine Tanzania ile ya stima imepotea njia Kwa hivyo ni watu ni vile wanajua ni wakitaka kutoa sadaka kafara watu chukua ile. Twende. Migongano na kifo pasipo onyo la kitambo vitatokea katika njia kuu za usafiri. Mwisho karibu. Twende. Mlango wa rehema unafungwa. Mlango wa rehema unafanya nini? Unafungwa. Kwa hivyo hizi vitu zote zinatupeleka nini? Kwa mlango wa rehema kufungwa. Kwa mlango wa rehema kufungwa. Haya, twende. Hebu na tumfuate Mungu maadamu yu karibu. Kwa hivyo tumtafute Mungu saa hizi maana yu karibu. Ndio.
Kuna wakati utamtafuta hautamuona. Maana ni wakati mlango wa rehema utakuwa utafungwa. Ndio wakati huo hatapatikana. Sasa hivi tumtafute maadamu anapatikana, si ndio? Ndio. Twende. Katika vurugu za mwisho za historia ya dunia hii, twende. Vita pamba moto. Kwa hivyo vita vitapamba moto. Ndio unaona vita vinapamba moto. Maana sio Russia, sio wapi. Vita vitapamba moto. Kutakuwa na tauni. Tauni ni magonjwa. Maradhi na njaa. Safi. Vilindi vya maji vitavuka. Sasa si tumeona pale hiyo maji imevuka, bahari na inachemuka, inafanya nini? Inavuka mipaka, si ndio? Ndio. Mipaka yake. Mali na maisha vitateketea kwa moto. Twende. Na mafuriko. Tugejiandaa kwa ajili ya makao ambayo Kristo amekwenda kuwaadia wampendao. Kwa hivyo tukue tayari, kwa maana nini? Kristo ameenda kuandaa makao ya wale wanafanya nini? Wanampenda. Safi. Asubuhi ya Ijumaa iliyopita, mara kabla sijaamka, mandhari ya kuvutia iliwasilishwa kwangu. Yaani mandhari ya kufuatia, yani mahali panavutia, yani panapendeza sana. Ililetwa mbele ya mtumishi wa Mungu mbele. Ilionyeshwa hivi. Nalionekana kuamka kutoka usingizini. Lakini haikuwa nyumbani kwangu. Kutoka madirishani niliweza kuona moto mkubwa wa kutisha. Safi. Mabonge makubwa ya moto yalikuwa yanaanguka. Sasa nataka msikize hapa vizuri, na pale hapo ndio tutawachia tukivuka nyingine. Sasa wale tuko hapa ndani, wale tunajua vile nabii wa Mungu anasema hapo. Tuelewe hapo na alafu haya twende soma, endelea kusoma. Yalianguka juu ya nyumba, na kutoka katika mabonge haya mishale ya moto iliyokuwa inaruka kuelekea kila upande. Ilikuwa haiwezekani kudhibiti. Mito iliyokuwa imewashwa na mahali pegi palikuwa panagamia. Hofu ya watu ilikuwa isiyoelezeka. Baada ya muda niliamka na kujikuta niko nyumbani. Niliona bonge kubwa mno la moto likianguka miongoni mwa majumba mazuri na kusababisha uharibifu wa ghafla. Kama yale tumeona yakianguka, si majumba mazuri yamejengwa wa makao hayo. Nikamsikia mtu mmoja akisema. Sasa sikia hapa, bali hapo ndio pointi yangu iko. Sikia tu vizuri sana. Tulijua kuwa hukumu za Mungu zilikuwa zinajia dunia. Sasa ni nani wanaongelewa hapo? Ni wale wanajua. Wale wa Sabato wanajua, wale wa kweli wanajua. Ati tulijua hukumu za Mungu zinakuja dunia. Haya, endelea. Lakini hatukujua kama atakuwa haraka hivyo. Ati hatukujua ni kama itakuja haraka hivyo. Wengine kwa sauti zenye maumivu makali. Sikia sasa hapa. Sasa wewe ule unajua. Alafu nasema siwezi ambia mtu kwa sababu haiwezi kuja, nitaweza mwambia na ichelewe. Alafu huyo mtu ataniona aje? Sivyo ndio. Atemona ikagate gutiragira mundu horo wa Ngai na rigino atene. Alafu ndogoka na ihenya. Alafu inakuja. Alafu anasema hatukujua, si ndio? Ndio tulijua, lakini hatukujua itakuja haraka hivi. Haya, sikia wale wanalia kwa maumivu wanasema aje? Wakisema, mlijua kwa nini basi hamkutubia na sisi? Rudia hapo.
wakisema, mlijua. Kwa nini basi hamkutubia na sisi? Hamkutuambia na sisi. Kwa sababu wewe umejua, haujaambia ule, alafu imemkuta, alafu anakulaumu wewe. Hatukujua. Wao hawakujua. Kuendelea hapo. Hapa inaelea matetemeko ya nchi. Hata wacha hebu soma ni Ezekieli ama ni nini iko hapo? Ni Ezekieli. Ezekieli 3:18. Na kuna 3:1. Hizo zote utasoma. Sasa si unaona wao wanalia kwa uchungu, hatukujua. Kwa hivyo kama ungepata nafasi umwambie akatae, wewe umejiondokea hapo. Na ndio unaona tuna jukumu tu ya kuzurura. Nalikiona twagire tukihujia twarutogia komera na letoi ni magatoraumu. Kwa sababu hata nikituma hizi picha kuna ule bali tulikuwa tumetoa nini? Sasa nilitumia mtu mwingine ndiye akaniuliza, "Kwani hizi nini?" Ndio nawaambia. Unaona hata hizi jui. Nawaambia hizo ni picha za unabii, kitabu ya Danieli na Revelation. Hata ziko kwa hiyo picha unaweza soma. Na haya mambo usijaiona hata kwa TV. Hauwezi ona, maana hii ukiweka kwa TV inafungwa, maana TV zinakontroliwa na mnyama. Haya, Ezekieli 3:18. Soma. 3:18 inasema, nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa wewe. Kwa hivyo Mungu anasema amwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa. Usimpe maonyo. Na wewe ukakataa kumwambia. Hawakwira mundu muruma kumukambia. Wala hausemi na huyo mtu ndwaragia na mundu ucio mabaya ili kumuonya, niguo mukambie, kusudi aache njia yake mbaya, niguo atigane na njira ciake njuru, na kujiokoa roho yake, na kwihonokia ngoro yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, mundu ucio ni agakua ni undu wa waganu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako, no thakame yake ni ngamĩenda moko-inĩ mako. Kwa hivyo usipomwambia akakufa kwa ubaya, si ndio? Ndio. Damu yake itahitajika mikono, utadaiwa. Mungu atakudai damu ya huyo mtu ambaye hukumwambia. Na tunaona nabii anasema pale, wale hawakujua watakulaumu wewe, wasema ulijua. Mbona hamkutuambia? Si unaona hapa imeongelewa kwa wengi. Nyinyi mlijua, mbona hamkutuambia? Kwa hivyo wewe unajua wewe ndio uko na kazi kubwa sana. Mwambie akatae. Haya, twende. Tutia hiyo malizia hiyo Ezekieli, alafu sasa turuke. Twende sasa Danieli. Ndio hiyo nimesoma. Hiyo umesoma imekuwa Ezekieli ngapi? Ilikuwa 3:18. Umemaliza 18? Nimemaliza 18. Hiyo nyingine ilikuwa Ezekieli ngapi? 3:1. 3:1. Ndio. Haya, soma. Akaniambia, mwanadamu, kura uonacho, kura gambo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Sasa enenda useme na wana wa Israeli, mwanadamu. Basi nikafunua kinywa changu, naye akaniliza lile gambo. Akaniambia, akanisha lile gombo yani Biblia. Gombo. Twende. Akaniambia, mwanadamu, liza tumbo lako, ulijaza tumbo lako kwa hili gambo. Sasa kwanza wewe ukule kwanza. Wewe unayehubiri. Wapi ule kiugo? Kule kwanza ulishe tumbo lako. Alafu fanye nini? Ushibe, si ndio? Ndio. Alafu fanye nini? Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Kwa hivyo hii kinywani ni tamu, si ndio? Ndio. Na ndio hata nani pale hata ule wa Ufunuo anasema aje, wakati alipewa kitabu kidogo aliambiwa kula. Kinywani kilikuwa nini? Ni utamu. Lakini kikifika kwa tumbo kinawaka moto. Kinakata, maana hii ujumbe ni wa kukata, si ndio? Ndio. Haya, soma. Niendelee. Akaniambia, mwanadamu, haya enenda waendee wana wa Israeli, ukawaambia maneno yangu. Kwa hivyo ukishakula
unapewa onyo ama unapewa kazi ya kufanya, uendee wana wa Israeli. Sasa sisi si ni wana wa Israeli? Ndio. Haya, twende. Maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mengi. Sawa, twende. Au kutumwa tafika 18. Sawa. Ile ya kwanza unasoma? Ilikuwa itatu katika. Sasa hivi unasoma 30 imeanzia moja. 33. Nataka 33. 33 sawa. Ezekieli 33 kuanzia moja. Alafu sasa ndio turuke tukuje hapa. Tukuje hapa. Haya, 33 kuanzia moja, sema hivi. Ezekieli 30 soma. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako. Sasa neno la Mungu likamjia Ezekieli kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako. Safi. Uwaambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi. Kwa hivyo wewe uwaambie nitakapoleta upanga juu ya nchi. Watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi. Sasa kama umewekwa kuwa mlinzi, yani Mungu amekuweka kuwa mlinzi wa nchi. Haya, twende. Ikiwa aonapo upanga. Sasa ikiwa huyo mlinzi ataona upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Sasa upige tarumbeta na kuwaonya watu, kwa sababu upanga unakuja kwenye huyo mti. Na wewe ndio umewekwa kuwa mlinzi pale, si ndio? Ndio. Haya, twende. Basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta. Kwa hivyo ule mtu ambaye atasikia sauti ya tarumbeta ambayo mlinzi amepiga, wala haonywi. Upanga ukija na kumuondoa damu yake, itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Kwa hivyo ukishaonya watu na wakikataa kushika, akaja akauawa na upanga, damu yake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta, wala hakuonywa damu yake. Sasa ni yule alisikia sauti ya tarumbeta lakini hakuonywa ndani. Unajua utajionya ndani yako mwenyewe. Uone kweli hapa. Haya, twende. Wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Safi. Bali mlinzi akiona upanga unakuja. Sasa sikia wale walinzi ambao unajua upanga, si tumepewa kitabu cha Danieli na Ufunuo. Ndio. Sasa kama wale hawatumii hiyo vitabu kuonya watu, hao ni walinzi wa gani hao? Yule ameona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamuondoa mtu awaye yote mioni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwao. Hatafika tu hapo, siendelee na hiyo sana. Acha tuende Danieli 2:3. Maana si upanga unakuja. Ndio. Si upanga unakuja. Sasa kuna watu hawaonyi watu. Sasa damu yao watu wakishapotea na wanajidai ni wachungaji. Wanahitaji, Mungu atahitaji nini? Atadai damu ya hao watu waliokuwa na chunga ambao wamepotoza, ataidai. Lakini sasa sisi zamu yetu ni hii. Tupige tarumbeta maana upanga unakuja. Sasa hebu nenda Danieli hiyo 2:3. Danieli 3:1. Mwambie zimebaki dakika 10.
Acha Danieli 3:1 inasema hivi barabarani. Soma. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Kwa hivyo sisi tunaelewa, ukitaka kujua hiyo story vizuri unaanzia Danieli 2. Sasa hatuwezi enda huko kwa sababu ya saa. Haya. Na upana wake dhiraa 6. Kwa hivyo Nebukadneza mfalme alifanya sanamu, kwa vile hiyo sanamu aliyokuwa ameota akaamua kuitengeneza hii sanamu. Nebukadneza akionea muhiano ucio. Na alitengeneza sanamu ilikuwa ni ya gold tupu, dhahabu tupu. Akionea muhiano na wa gold dili. Twende. Ni dhiraa 60 na upanga. Na unajua ilikuwa na dhiraa 60. Huyo akihada muhiano, yaani urefu. Alafu upana dhiraa 6. Ndio. Hizo namba ni ngapi? 6. Imebaki moja. Sasa hiyo 6 ni huyu anakuja kuiweka hesabu yake ya jina yake. Nyama 4. Haya, twende. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Akaisimamisha na usio dhino wa wilaya ya Dura. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na wakili. Kwa hivyo wote anakusanya serikali yote mzima na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuizundua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hivyo Nebukadneza wakati alitengeneza ile sanamu alikusanya serikali yote mzima. Serikali naye ikusanya watu. Akaanza muhiana no alistokalia serikali yake. Igwero kugoira muhiana no. Sasa waabudu nini? Hiyo sanamu. Mala ya muhiana no. Na kwanza alisimamisha na akaweka nini? Sheria, si ndio? Ndio. Haya, hebu naenda kwa sababu ya dakika tutamalizia pale barabarani. Hebu naenda Zaburi 83 kuanzia 1. Maana ni sanamu inakuja kusimamishwa saa hii. Sasa hiyo sheria inakuja kuweka ni sheria ya Jumapili inaitwa Sunday law. Hiyo tunajua. Zaburi ngapi? Muhiana no siwana kueleza ulikuwa unaniona muhiana no leo wa Sunday law kurugamia. Na sasa saa hizi nilikuwa natafuta picha nyingine. Maana ukisoma hiyo last event inasema ni Amerika ndio itaanza hata Biblia. Ukisoma Ufunuo 13:1. Si Amerika ndio itaweka sheria ndio inaanza huko ianzie huko kulazimisha watu. Ndio ikuje hivi. Amerika ndio ikabija kulazimisha watu wao muhiana. Sasa iko hapa iko hata kwa hiyo last event. Sasa Trump naye ametengeneza sanamu yake. Hiyo picha imekataa kupatikana haraka. Sanamu Trump naye ametengeneza sanamu yake. Ndio mtu wa Amerika na kana yadoreka tamuiana nao. Nani ya gold? Na nao wa gold. Ndio unajua naye anaitwa nani? Wanamuita Constantine. Ule father wa kuna nini? Kuna kanisa inaitwa aje? Sasa walimwambia yeye ndio Constantine. Na ametengeneza. Na unajua Constantine alifanya nini? Constantine ndiye aliweka sheria ya kuabudiwa nini? Jumapili. Mwaka wa 321. Ndio ndio anwedi. Sasa huyu naye ametengeneza sanamu yake ya dhahabu ameisimamisha. Alafu unajua ameitwa nani? Constantino. Unajua ameitwa hivyo kwa nini? Na amepewa msalaba, akaambiwa huo msalaba ndio Constantino alitumia akafanya nini? Akakonka. Na unajua Constantino walikuwa wanapigana. Haya, tuendelee. Soma hapo tumalizie maana dakika zangu zimeisha. Haya, Zaburi ni 83 tunaanzia 1. Twende. Mungu, usistarehe
Safi. Mungu usinyamaze. Twende. Wala usitulie. Kwa hivyo Mungu usinyamaze wala usitulie. Maana adui zako wanafanya ghasia. Kwa hivyo adui wa Mungu ndio wanafanya ghasia. Wale watu wanaandamana, wale watu wanapiga, yaani wale watu wote wanafanya ghasia wakiandamana nini? Hao ni adui za Mungu. Maana wakati wanafanya hiyo maandamano na hiyo ghasia ndio wanafanya sasa wale wenye kupanga waweze kupanga uadui. Hebu endelea kusoma. Nao wakuchukiao wameviinua vichwa vyao. Sasa hapo hiyo tafsiri inasema vizuri, maana inasema wao wanamchukia, wanakiinua kichwa kimoja. Kichwa ni cha upapa ama kichwa cha papa. Wanainua upapa urudi kutawala dunia jinsi ulivyokuwa unatawala na makaisari hapo kitambo, ama au mapapa vile walikuwa na nguvu. Jinsi makaisari walikuwa wanatawala kuanzia 508 na mapapa 538 mpaka 1798. Vile walikuwa wanatawala kwa nguvu. Ndio wanataka kurudisha hiyo. Ole madhana na hinya nogo mara kushokia. Twende. Juu ya watu wako wanafanya hila. Twende. Na kushauriana juu yao. Twende. Walio waficha. Nione kama nitapata hiyo picha haraka. Kwa hivyo hii dunia ilishagawa kitambo 1995 sehemu 10. Na ndio ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona. Hebu endelea kusoma. Baki dakika ngapi mtumishi? Imeisha. Kama 5 kama 3. Haya, kama 3 hiyo tutakuwa labda tumepata hiyo picha. Endelea kusoma hapo. Wamesema Johni tuwakalie mbali wasiwe taifa. Hebu rudia hapo. Wamesema Johni tuwakalie. Tuwakalie ama tuwakatalie? Tuwakatalie. Safi. Mbali wasiwe taifa. Yaani wakatalie mbali watu wa Mungu wasiwe taifa, yaani Israeli. Maana Mungu, yaani watu wa Mungu wanaitwa takatifu ama taifa. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Sasa sio Israeli tena ile, maana ile wakati walikataa kutimiza unabii wa Danieli 8, wakamua Stefano, wakamaliza 490 yao, 490 yao ikaisha. Sasa ndio ikakuja Israeli ni mimi na wewe. Hiyo tunaelewa, wale watu uko hapa, si ndio? Ndio. Na ndio taifa, si ndio? Ndio. Sasa saa hizi hawa ni United Nation, New World Order, Club of Rome 10. Haya. Hii ni Amerika. Huko ni Amerika. Itatawala kutokea North America mpaka hapa, si ndio? Ndio. Amerika Kenya hapo. Huku ni wakina Argentina, huku ni South. Huku ni hii namba 6. Sasa hii namba 1 hapa ni Europe. Kuna Europe. Ndio namba 2. Hapa ingine. Namba 3 ni hapa. Na ndione Russia inapiga Ukraine nini? Hiyo ni vita ilipangwa. Maana Russia ndiyo itatawala hiyo eneo yote, itarudi vile ilikuwa kitambo. Russia ndio wapa tawala tulilisho. Tunaona hii yote ilikuwa inaitwa nini Russia? Ndio. Na ndio ukisoma kitabu cha Ezekiel kile utapata iko hapo. China iko wapi hapo? Iko hapa chini. Sasa hii ni Australia, China iko na huku. Sasa hii Australia ndio itatawala mpaka hii South Africa hapa. Lakini Kenya ndio inatawala. Maana unaona kumweka yellow hii yote. Huyu ni Kenya itatawala mpaka huku. Maana ofisi zote za UN ziko Kenya. Na Misri ndio itatawala mali kuko na blue hapa mpaka kurudi huku. Unajua Misri haikuwa tu hapa peke yake. Mpaka huku yote. Inarudishwa vile ilikuwa inatawala, vile hao mapapa walikuwa wanatawala kitambo. Sasa unaona hivi yote. Israeli iko wapi hapo? Israeli ndio hii paka hapa itatawaliwa mpaka na Misri. Israeli wataungana na Misri. Itatawaliwa mpaka na Misri huko. Israeli atakubali kutawaliwa na Misri. Atatawaliwa tu, maana hivyo ndio imewekwa. Na hivyo ndio Biblia imewekwa. Simesema hao wafalme 10 hizo pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 hawajapokea mamlaka
bado watapokea saa moja na ule mnyama. Sasa wakati hawa United hii New World Order itapita wakibishia popu nguvu ya kutawala sasa vizuri dunia. Sasa yote ndio unaona hizi vita zinakuja ili uchumi uanguke. Taifa ikishindwa inawekwa chini ya hii. Kama sasa hapa wote hawa wakishindwa, Tanzania, Uganda, wapi yote, Ethiopia nini, sasa watakuwa wanafurugwa vita nini, wanashindwa, wanawekwa chini ya Kenya hivyo, na hawa kutokea hapo wanawekwa chini ya Egypt, ndio iko hivyo. Hii hapa yote tayari Trump alisema Canada itakuwa ni state yake ya ngapi huko, ndio hivyo nao hivi. Alafu mkubwa yule anatawala ni nani? Papa. Hapa wanaangalia mafoli mmoja awe hapo. Hii ligawa hata ukiwa na simu tu hivi ukiandika hivi New World Order 10 Kingdom Club of Rome 10 Kingdom. Sasa ndio watakinua hapo. Nadhani wacha tufikie hapo. Kwa wengine tutamalizia pale barabarani kwa sababu ya saa na ubii, maana tukichelewa hapa tutachelewa pale barabarani. Na tufai tuchelewe pale barabarani. Acha tufungie hapo kwa ombi. Tumishi utatuombea. Tutafunga tuombe. Tunakushukuru Mungu, tunasema ni asante kwa siku ya leo, umetujalia kuwa mahali hapa. Tumesikia neno lako na tunaeneza injili yako. Tunasema ni asante kwa sababu ya wiki mzima umetulinda, umekuwa pamoja nasi. Tunasema ni asante hata kwa kuwa uhai. Ni wengi wangependa kuona siku lakini hawakuweza. Sasa tunaomba Mungu utusamehe dhambi zetu. Wale wagonjwa tunawaombea uponyaji. Wale wako na shida tunawaombea Mungu uwaonekanie. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Asante sana Bwana Solomon.